Mtazamaji wa CCWC Media, mimi naitwa Elisha Malongo na hichi ni kipindi cha Mtini kwa Debora. Na leo ni siku ya wanawake duniani, tarehe 8 mwezi wa 3 2025, na leo tupo kanisani tunazungumza na mchungaji Hawa. Tutapigania story mbili tatu atufahamishe kuhusiana na siku ya leo, ni kitu gani ambacho wanakifanya, vitu gani ambavyo wameviandaa pia. Tukamsikilize. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Mchungaji, leo ni siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3. Ndio. Natamani pia kufahamu wewe kama mchungaji lakini pia kama mwanamke ambaye unatoka katika kanisa hili, siku ya leo unaizungumziaje kama siku ya wanawake duniani? Asante. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani. Siku hii ukisoma historia kidogo iliwekwa rasmi mwaka 1977. Ambako Umoja wa Mataifa ukaitambua rasmi kama siku ya wanawake duniani. Ndio. Kwa nini? Ilikuwa tu ni katika kuangalia tu mchango wa mwanamke na kutafuta haki za mwanamke katika jamii. Huyu mwanamke aweze kuinuka kiuchumi, kielimu, kisiasa. Kwa hiyo wakaona kwamba kwa sababu katika jamii tuliokuwa nayo mwanamke alikuwa ameachwa kidogo. Kwa hiyo sasa wakaona kwamba ni katika kuhamasisha jamii nzima iweze kuhakikisha kwamba mwanamke naye ana mchango kwenye uchumi, ana mchango kwenye elimu, ana mchango kwenye siasa. Sawa. Leo ni siku ya wanawake, na siku hizi ni tofauti na zamani. Siku hizi wanawake wanapewa nafasi nyingi sana. Nafasi sawa 50 kwa 50 kulinganishwa na wanaume. Natamani kujua nafasi ya mwanamke akiwa nyumbani. Ana nafasi gani? Nyumbani? Majumbani. Tunashukuru kama ulivyosema, sasa hivi kuna mabadiliko kwa sehemu, japo bado haijafika 50. Tunaendelea kama unavyosema, na ndio maana tunaendelea kuhamasisha. Bado kuna jamii ambazo mwanamke nafikiri bado hajapata haki sawa, na haki sawa sio kwa maana kwamba kwa nguvu, hapana. Ni katika fursa. Yaani mwanamke, watu wote wapate fursa sawa. Kwa hiyo mama, nafasi ya mwanamke nyumbani. Mwanamke ni mama. Sawa, anatarajiwa kwa mama. Lakini mwanamke pia ana majukumu ya wale ambao wamebahatika kuolewa, ni mke. Ana majukumu ya kuhakikisha kwamba anamhudumia mume wake vizuri. Lakini pia nyumbani, mama huyu ambaye tumesema kwamba yule ambaye Mungu amempa watoto ni mwalimu wa watoto wake. Ni mwalimu wa kwanza kabisa ambaye anahakikisha kwamba watoto wake wanajifunza. Na sio tu elimu ya darasani, elimu ile ambayo ni katika elimu ya maisha. Mama ni mwalimu wa kwanza. Sawa, tukibaki hapo katika nafasi ya mwanamke nyumbani. Dhana ya zamani kusema kama mwanamke haruhusiwi kutoka nyumbani ahudumie familia asubuhi, mchana mpaka jioni, mume ndo akatafute. Siku hizi ikoje hii? Mwanamke kukaa nyumbani sasa hivi ikoje? Sasa hivi kwa kweli hata tuseme, unajua hiyo pia ni kazi. Kukaa nyumbani? Hiyo ni kazi kubwa sana. Lakini sasa kuna ile unakuta wenyewe pia wapendi sana. Unajua kuna namna fulani sasa, unajua ni ile tu mtazamo ni kwamba mimi nikibaki nyumbani nalea watoto, wewe ambaye unatoka unanichukuliaje? Ukinichukulia sina kazi, hiyo inanipa mtazamo, inakuwa mtazamo hasi. Lakini ukiniona kwamba nina kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba watu wetu wanakula, wanaenda vizuri, wanaenda shule, yani mimi nafanya kazi za nyumbani ili iwepo amani, watoto wasipate shida, inakuwa ni nzuri. Sisi kwa sasa hivi tuseme kwa jamii yetu ya Kitanzania, yani tuna fursa kwamba mimi ninafanya kazi, na kwanza mimi namshukuru Mungu watoto wangu wameshakuwa. Lakini walipokuwa bado wadogo, manake nilibidi nitafute msaidizi ambaye atanisaidia kuangalia watoto, mimi niende kazini. Lakini manake nisingepata msaidizi, manake ningebaki nyumbani watoto wao ninawalea, maana ni wadogo. Na hata ukiangalia kwenye mataifa ambayo yameendelea, wanatumia sana, unakuta kuna wengine wanaacha kazi, anakaa hata miaka 2 nyumbani, analea watoto wake. Yaani anaacha kazi, anaacha kwa ajili ya kulea familia. Unaona? Na kuna nchi ambazo pia yani unapewa unaendelea kupata mshahara wako 80%. Unaona? Ukiwa nyumbani, ukiwa nyumbani, unalea familia. Hapo unazungumza wakati ambao umejifungua ule miaka 2 pale. Alafu baadaye unarudi kazini. Miaka 2. Hizi ndio nchi ambazo zimeendelea. Skandinavia ni bado hivyo vitu. Kwetu bado. Ninachosema kwamba kwetu bado unapata miezi 3
Na leo unamlea mtoto wako baada ya miezi mitatu, mtoto ni mdogo sana, alafu unamwacha unaenda kazini. Lakini nachosema sisi bado kuna nafasi ya kupata wasaidizi ambako bado gharama yake tuseme tunaweza kwa afford. Kule kwa wenzetu hakuna hao wasaidizi ambao unaweza kuwapata. Gharama yake ni kubwa. Lakini pia usipofanya hivyo, maana yake ukimaliza maternity leave ya miezi mitatu inabidi labda umpeleke daycare. Katika ile miezi mitatu sasa daycare unampeleka afu unaenda kazini. Lakini nachosema mdogo sana. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwanza haina tofauti na unapomwacha ukienda kazini. Ukipeleka kule daycare, lakini pia nakutana na watoto wengine pia. Lakini ninachosema ni kwamba tunashukuru kwamba sasa hivi yani tuseme mwanamke ana mchango wa kwenye jamii. Wakati mwingine anaonekana mwanamke hana mchango kwenye jamii, kwamba yeye kazi yake ni nyumbani tu. Ule mtazamo ulikuwa unaleta mtazamo hasi, negative perception, kwamba mama anatakiwa abaki nyumbani alee watoto. Yaani anatakiwa hiyo ionekane tu kwamba ni njema. Yaani mimi nabaki nyumbani na furaha kulea watoto wangu, lakini sionekane kwamba sina mchango kwenye jamii. Yangu mimi ni kulea tu, haitakiwa hivyo. Haitakiwa hivyo kwamba ninalea watoto, mimi nifurahie tu kulea watoto wangu, lakini baadaye ninaweza pia kuleta mchango kwenye jamii. Sawa. Umezungumzia masuala ya kuleta mchango kwenye jamii. Turudi kwenye jamii. Natamani pia kufahamu nafasi alionao mwanamke sasa hivi katika jamii. Kushiriki leo na maadhimisho ya siku mwanamke duniani, na nitakupa mifano. Kuna wewe mwenyewe ni kiongozi pia, ni mchungaji. Uchungaji pia ni uongozi huo. Lakini pia wewe ni lecturer huko, ni professor. Ni uongozi pia. Natamani kujua kwenye jamii mwanamke ana nafasi gani ambao tunasema huyu ni mwanamke na ni nafasi alionayo? Nafasi ya mwanamke ni kubwa, ni kubwa sana katika jamii. Katika jamii ni kubwa sana. Kwa sababu kwanza mwanamke wanasema hivi, kuna msemo fulani hivi wanasema ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Kwa sababu mwanamke ana moyo ule wa kujali. Kwa maana yake yeye elimu yake anayoipata ataitumia, au chochote anachokipata wakati mwingine anakitumia kwa wale watu ambao wanamzunguka wa karibu yake. Kwa mwanamke ana mchango mkubwa sana katika siku za leo kwenye jamii. Kwanza tumesema kwamba wengi sasa hivi wanafanya kazi. Naona kwa wanachangia kwenye uchumi wa Kitanzania, uchumi wa nyumbani kwake, lakini kwa sababu ana kazi anayofanya, yumkini ni mwalimu, yumkini ni daktari, yumkini yani ni mwanasiasa, mahali popote alipo anachangia kwenye kipato la taifa. Lakini pia kuna wale ambao ni wafanyabiashara. Wamama wameenda sana kwenye biashara. Kwa maana yake uchumi unavyoendelea kukua, biashara zinavyoendelea kukua, mwanamke naye yupo katika ule mchakato wa kufanya nini? Wa kuchangia katika ule mnyororo wa thamani wa kuleta faida katika nchi ya Tanzania. Sawa kweli. Sawa, na swali lingine hapo, kumekuwa na vikwazo vingi sana ambavyo vinamkwamisha mwanamke kuwa kiongozi katika jamii. Hapo nazungumzia ngazi za serikali, za mitaa, kijiji, mpaka ngazi kubwa za juu. Nataka kufahamu vikwazo vipi ambavyo vinampelekea mwanamke kushindwa kuwa na nafasi za uongozi katika jamii. Vikwazo viko viwili mimi kwa mtazamo wangu. Cha kwanza kinaweza kawa binafsi mwenyewe, mwanamke mwenyewe. Kwa sababu ya jamii tuliotoka, mwanamke akawa unajua wakati mwingine unapogandamizwa unakosa ule ujasiri, unakosa kujiamini, unajiona huwezi. Kwa sababu ya mfumo uliokuwepo, wanawake wengi wamekuwa nafikiri wana ule mtazamo kwamba mimi sitaweza, mimi siwezi. Kwa hiyo hata ile kuamka na kwenda kuchukua hizo nafasi wanajiona kwamba hawawezi. Sasa hiyo ni mmoja. Lakini upande wa pili ni kwenye sasa kwa wale ambao pia wanamtazamo kama mwanamke hawezi. Kwa hiyo hata kumfikiria hata katika mapendekezo kwamba tuna hizi nafasi hapa, labda wako katika nafasi ya kupendekeza labda watu ambao waweze kugombea nafasi fulani. Unao wapo wanaume na wanawake. Lakini unapendekeza wanaume tu, humweki mwanamke kwa sababu na wapo kwenye hiyo jamii ulionayo au kwenye taasisi yako. Kwa sababu gani? Unaona kwamba mwanamke hawezi. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu kuna hizo kuna moja ni kwamba changamoto ambayo ipo ni kwamba unaonekana wewe mwenyewe kwa kutokujiamini kwamba unaweza. Kuna zile na fursa ambazo unatakiwa kwenda mwenyewe ukachukue fomu, changamkie mwenyewe. Umeona? Unaona kama mimi siwezi.
Lakini kuna ile nafasi ambazo labda ulitakiwa jina lako mtu mwingine akupendekeze, mtu mwingine hapendekezi kwa sababu kwamba na wasiwasi ataweza kweli. Ataweza kwa mwanamke hawezi bwana, si mwanamke tu. Kwa mtazamo ambao bado ule ambao unaonekana kama mwanamke hawezi kwa pande zote mbili. Sawa, wewe kama mchungaji lakini pia kama profesa, natamani utoe kama njia mbadala. Nini sasa kifanyike ili hawa watu wasiwe na changamoto za kupata fursa za kuwa hata viongozi katika jamii, kama hizo mitazamo ambayo sio mizuri katika jamii, na wenyewe kutokujikubali na kutokujikubali nafikiri inatengenezwa na watu namna ambavyo wanachukuliwa sivyo, lakini pia hivyo watu kutokuamini. Sasa mchungaji, profesa, una kipi cha kuambia jamii ili hawa wanawake wapate nafasi za uongozi katika jamii? Asante, nashukuru. Mimi nafikiri tuna kazi kubwa kwanza ya kuanza na wasichana. Watoto wetu wa kike. Mrudi nyuma kidogo kwa wasichana kabisa. Nyuma kidogo kwa wasichana. Maana yake hawa ndipo ambapo sasa tuwajengee uwezo wa kujiamini. Wajengee uwezo kwamba kule mtazamo kwamba mimi siwezi kwa sababu mimi ni mwanamke. Au mimi natakiwa tu nifike mahali mwanaume ndio anisaidie. Tuwajengee uwezo kwamba wanaweza wakajisimamia wenyewe, wanaweza wakafanya kazi wenyewe bila hata msaada wa mwanaume, anaweza kufanikiwa. Manake ile pale utakuwa umemsaidia huyu mwanamke, yeye sasa aondokane na ule mtazamo kwamba mimi siwezi. Kwa anapoendelea kukua, fursa zinapojitokeza huku mbele, na yeye anafanya nini? Ataweza kuzichangamkia zile fursa. Kwa lazima turudi kwenye jamii yetu huku, tuanze na watu wetu wa kike kuwaelimisha zaidi. Upande mwingine ni kwamba kwa jamii sasa kwa ujumla pia bado ndio maana unakuta kwenye siku kama hizi kuna mambo mengi yanaendelea, kuna makongamano, kuna speech nyingi zinazungumzwa katika kuieleza jamii kwamba mwanamke pia anaweza. Tuwape wanawake pia fursa mbalimbali zinapokuwepo. Kwa hiyo wale wenye nafasi ambako of course nchi yetu imeenda vizuri sana kwa sababu ukienda kwenye nafasi za kazi unaambiwa kabisa kwamba usipendelee. Kuna asilimia ambazo zinakuwepo za kuajiliwa, asilimia fulani za wanawake za wanaume hata katika taasisi binafsi, ama hizo sheria hazipogo? Yani zipo, lakini kuna wakati mwingine wanasema kwamba yani kama kuna mwanamke yupo basi anapata, tunasema kwamba anakuwa na advantage kama ana sifa. Bado hatumwajiri mwanamke tu kwa sababu ni mwanamke, hapana. Anazo sifa. Kwa katika wale ambao unajua kama unaambiwa kabisa kwamba ili kuweka ajenda, kuna mahali kabisa kwamba kuna miongozo ipo. Unapokuja kwenye uongozi wapi, unaambiwa kwamba basi hata kwenye nchi yetu ya Tanzania taasisi unakuta kwamba ukiwa na mwanaume basi nafasi nyingine inao kama ni msaidizi apewe mwanamke. Okay, sure. Umeona? Kwa hiyo inampa nafasi ile sasa wale ambao wanakuepo kwenye madaraka maamuzi wanawaconsider wanawake. Okay. Sawa. Turudi kanisani sasa. Ambako huku tunakutana na mchungaji Hawa, tunakutana na mama Bishop Makundi. Ndio. Hawa ni wanawake. Ndio. Na leo ni tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani. Hawa ni viongozi kanisani. Ndio. Na kuna wanawake wengine wengi sana. Leo mtini pa Debora tunataka tusikie pia nafasi ya mwanamke ndani ya kanisa. Nyinyi pia mna nafasi kama hivyo nimezungumzia, ni mchungaji lakini pia mama Bishop ni mchungaji na kuna viongozi wengine, lakini kuna lundo lingine la wanawake ambao hawapo kwenye nafasi zozote. Natamani kujua nafasi ya mwanamke kanisani. Asante. Nafasi ya mwanamke kanisani ni kubwa sana. Na sisi tunamshukuru Mungu ndani ya kanisa letu mwanamke hajaachwa. Ndio maana mwanamke sisi kulingana na Biblia, ukisoma Biblia ukiangalia, Biblia inasema kwamba Yesu alipokuwa anatembea anahubiri Injili, Biblia inasema ati wanawake wengi walifuatana naye wakamtumikia. Kwa hiyo walitajwa kina Mariamu, kina Magdalena, wako wengi ambao walikuwa wanafuatana na Yesu, wanafanya nini? Wanamtumikia Yesu. Kwa hiyo na sisi ndio maana tuna chama chetu cha wanawake kinaitwa Jewawi. Jewawi ndio. Sasa chama hiki cha Jewawi kinatupa fursa ya kumtumikia Mungu kwenye maeneo mengi kabisa. Unaona, tunahubiri Injili, tunafanya matendo ya ukarimu, kuwahudumia wajane, yatima, tunafanya huduma nyingi ukiacha kuhubiri kanisani, lakini tunatembea huko mtaani, tunaenda hospitalini, tunaenda magerezani. Hizo ni huduma ambazo mwanamke anazifanya. Kwa hiyo kanisa letu limetambua kabisa mwanamke ana mchango mkubwa sana na wanawake wanatumika sana katika nafasi mbalimbali kwa nguvu zao na kwa mali zao. Sawa, kama kanisa nawe kama kiongozi, leo ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3, kuna jambo lolote ambalo mmeliandaa leo kama kanisa kama siku ya wanawake duniani? Ndio. Jambo gani tena hilo?
Sisi wanawake wa CCWC kanisa la mahali pamoja tumeona katika kuadhimisha siku hii maalum kabisa ya wanawake duniani. Kama nilivyosema kwamba sisi ni watumishi. Tukaona kabisa kwamba tuwakumbuke wamama wenzetu na wababa ambao wamefiwa na wenza wao. Wanaitwa wajane. Ndio. Tunao wamama wajane kanisani ambao walifiwa na waume zao miaka kadhaa, wengine labda siku nyingi, wengine bado labda hawana muda mrefu, lakini pia tuna wababa ambao wamefiwa na wake zao. Kwa hiyo tukaona tuandae kwamba tutakuwa na siku ya kesho ambayo ni tarehe 9, sisi tutafanya Jumapili. Tutaweza kufanya hii huduma, kuwabariki na kuwaambia kwamba tunawapenda na tunawathamini sana, kwamba wasijione ni wapweke. Sisi kanisa tuko nyuma yao kama wamama na tunawapenda. Hapo muunganishe mpaka baba hapo. Mpaka wababa wamefiwa na wake zao. Baba wapo pia, tunawatambua. Mewaza mbali sana. Wanaitwa wagane. Wanaitwa wagane. Kiswahili hicho wanaitwa wagane. Kuna wajane na wagane. Wenyewe mmeamua kuwatembelea wote. Tunawabariki wote. Wote, okay. Tunawabariki wote, makundi yote mawili. Sawa. Tukiwa tunamaliza, leo ni maadhimisho ya siku yenu wanawake. Natamani uwe na neno kwa watu wote, kuanzia kanisani kwako hapa, lakini pia majumbani huko na mpaka kwenye jamii pia, kwa sababu ni siku ya watu wote duniani. Sio CCWC peke yake, ni siku nzima duniani. Wewe uko kama ni kiongozi, unawakilisha pia wanawake wa CCWC leo. Una neno gani kwa ajili ya maadhimisho siku ya leo? Asante, nashukuru. Mimi nafikiri neno ambalo ninalo kwenye jamii yetu, niseme kwamba sisi kama kanisa, kama nilivyosema kwamba tunathamini sana na yani sisi kama ni usawa, basi tunao usawa sana, kwamba kila mmoja tunampa haki sawa na tunamtambua kwa sababu ameokoka, anampenda Yesu, na wote wana nafasi sawa. Kwa hiyo ninatamani kwamba wazazi ambao wapo makanisani, wapo kwenye jamii, usibague mtoto wa kike na wa kiume. Ukathamini mtoto wa kiume, ukamuona ndo ana thamani kubwa zaidi kwa sababu anasema anabeba jina la familia, kuliko mtoto wa kike. Hapana. Katika siku za leo tuwape watoto wote, kama una uwezo wa kuwasomesha, wasomeshe watoto wote, wape fursa sawa, ili huko mbeleni unaona kabisa kwamba vile vipaji walivyonavyo wanaweza kutumikia kanisa, wanaweza kutumikia jamii ambayo ipo, jamii ya Kitanzania. Kwa hiyo ninapenda kuiasa jamii ya Kitanzania na jamii yetu ya Kikristo wote ambao tunampenda Mungu, tuwasaidie watoto wetu. Lakini tunapoendelea kuwapa haki watoto wetu wa kike, tusiwasahau watoto wa kiume pia, na tunawapenda. Tuweze pia kuwapa mafunzo mbalimbali, waweze kujitambua kwamba wanaume, kwamba ndani ya kanisa linasema kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Kwa hiyo watoto wa kiume pia tunapenda wawe na mtazamo huu pia. Sisi wanawake pia kama wamama ambao tunasherehekea hii siku, tunawathamini watoto wa kiume, na hakika yake tunawapenda. Tunajua kabisa kwamba wanapoendelea kukua, tunawafundisha mafundisho mbalimbali ili watambue nafasi zao kama wanaume, na wanahitajika sana kwenye jamii ya leo, kwa sababu wote wawili, wanawake kwa wanaume, tunahitajiana, na kwa umoja kabisa tunaweza kufanya mambo makubwa kwenye jamii yetu ya Kitanzania, hata jamii yetu ya Kikristo na mahali hapa CCWC. Amina. Mungu akubariki sana mchungaji Hawa. Amen. Nafikiri ushauri ambao umeutoa kila mmoja atafanyia kazi. Amen. Na hapo naona umefanya balance kwa ajenda zote mbili. Amen. Umeongelea wanawake, umeongelea pia na wanaume, kwamba wote wako sawa. Hicho kitu nimekipenda pia, na nafikiri siku ya leo itakuwa nzuri kwenu. Amen. Tunashukuru. Asante kwa kuwakilisha pia na wanawake wote wa CCWC hapa. Asante. Nafikiri utakuwa umefurahi mwakilishe vizuri. Amina. Mungu akubariki. Amina. Mtazamaji wa CCWC Media, mimi naitwa Elisha Malongo na hichi ni kipindi cha Mtini kwa Debora. Leo tulikuwa na mchungaji Hawa ambaye ametupa kidogo mambo baadhi ambayo yanahusiana na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 ikiwa ni mwaka 2025. Hapa ni Mtini pa Debora. Mpaka wakati mwingine, bye bye.